بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Baada ya kumhimidi Mola wetu mtukufu na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu wana semina mliohudhuria semina ya 4 ya wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania ambayo inafanyika hapa katika Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyah Pongwe, Tanga. Leo usiku wa Jumapili, usiku huu wa tarehe 29 ya mwezi wa Shaaban mwaka 1445, ambao ni sawasawa na tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2024, ikiwa tumeianza siku ya 8 tangu tumeanza semina yetu hii. Na kwa mujibu wa ratiba ya leo ndiyo itakuwa siku ya mwisho ya mihadhara yetu. Tumekutana katika siku hii ya pili ya muhadhara wetu ambao ulikuwa na unwani inayosema asbabu linhirafi alfikri inda alshabab, sababu za kukengeuka au sababu za kwenda kombo au sababu za kupinda kifikra kwa vijana, tukikusudia vijana wa Kiislamu. Jana tulianza maudhui hii tukataja sababu zilizofanya tuzungumze maudhui hii, yani kwa nini tumeizungumza maudhui hii, na tulizitaja sababu 3. Nilikuwa napenda nimsimamishe mmoja wenu
ili yafanye mukhtasari wa yale tuliyozungumza jana, lakini naweza kufanya hivyo baadaye huko. Kwa hiyo jana tulitaja sababu 3 za kwa nini sisi tunaizungumza maudhui hii, lakini pia katika utangulizi wetu tulieleza kuhusu umuhimu wa rika la ujana, na kwamba ujana unajipambanua kwa sifa na vipawa ambavyo ni maalumu kabisa, visivyopatikana katika umri mwingine wowote katika umri wa mwanadamu. Kadhalika tukaeleza kwa ufupi kuhusu generations na namna wanavyogawa hawa watu wanaoshughulikia na mambo ya idadi ya watu. Kadhalika pia tukaona kuwa idadi kubwa ya watu katika nchi yetu hii ni vijana na watoto, yaani 71% ya Watanzania wote tunaweza kusema ni generation Z na generation Alpha, ni watu waliozaliwa mwaka 1996 kupanda juu. Na tukaonesha mfano hapa, tuliwaambia watu wa aina hii wanyooshe mkono ndani ya msikiti wetu ambao ulikuwa umejaa. Tuliona mikono mingi sana, kiasi ambacho unaweza kusema huenda ikawa ni zaidi kwa sisi tuliohudhuria humu msikitini. Watu wengi sana ni vijana na watoto, na wale watu wazima wako wachache sana. Watu wazima wako wachache sana, bali inakadiriwa kwamba wazee katika nchi yetu wako wachache sana. Kwa mujibu wa idadi ya watu, wazee wako wachache sana. Vile vile tuliangalia katika maudhui ambayo ilikuwa ina jina la asbab al-inhiraf al-fikri, tukaeleza maana ya maneno ambayo yametajwa katika kichwa cha habari hiki. Baada ya hapo tukazitaja baadhi ya sababu za ujumla zinazosababisha kukengeuka kwa vijana wa Kiislamu, na hapa tulitaja sababu 2. Sababu ya kwanza tulisema nini? Al-baghyu. Na sababu ya pili tulisema nini? Uchache wa wanavyuoni, qillatul ulama. Lakini pia tulitaja sababu za kipekee zinazosababisha kukengeuka au kwenda kombo kwa vijana, na hapa tulitaja sababu ngapi? 2, ambazo ni ipi na ipi? Marafiki waovu na nini? Na kuiga. Leo biidhnillahi ta'ala tutaendelea na sababu zinazochangia kukengeuka au kwenda kombo kwa vijana wa Kiislamu kwa ujumla na vijana wa vyuo vikuu kipekee. Na mimi naujua muktadha huu, context naijua. Kwa hiyo nazungumza na kutoa mifano kulingana na muktadha ambao nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu mtanielewa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo haya nitakayokuwa nikiyataja leo huenda yakawa ni mahsusi zaidi kwa muktadha wenu, lakini ni mambo yanayosababisha kukengeuka kwa vijana wa Kiislamu. Jambo la kwanza tunaloanza nalo leo, ambao tutayaunganisha na yale ya jana katika yale mambo ya kipekee, ni mtaala wa elimu na mfumo wake, yani mfumo wa elimu. Mtaala wa elimu na mfumo wa elimu ni katika mambo yenye mchango mkubwa wa kuwafanya vijana waende kombo na kuacha usahihi. Na hapa kuna mambo mawili ya msingi ya kuzungumza. Katika nukta hii nitazungumza mambo mawili katika kuifafanua. Jambo la kwanza,
Sote sisi tunafahamu kuwa mtaala wa elimu haukuzingatia kabisa mambo ya dini na misingi ya dini, haukuzingatia. Hivyo hivyo tunapozungumza kuhusu Uislamu kama dini yetu, basi mtaala nao haukuzingatia kuhusu Uislamu wala misingi ya Uislamu. Mambo mengi yamewekwa na makafiri, mambo mengi yamewekwa na watu wasio na dini. Tena mambo mengine huenda ikawa yamewekwa kwa ajili ya kupinga dini kabisa. Vile unavyoyaona na yanavyohudhurishwa, unaweza kufikia hitimisho la kusema kwamba jambo hili kuna hoja nyingi za kusema limewekwa hapa kwa ajili ya kuipinga dini. Lakini pia mambo mengine yanasomeshwa ni nadharia, ambapo utakuta kuna nadharia nyingine hazijathibitishwa, au utakuta kuna nadharia moja inatofautiana na nadharia nyingine. Na hili ni jambo la kawaida sana, tofauti ya theories. Huyu analeta theory hii, huyu analeta theory hii, theory inasomwa, theory ya huyu yatofautiana na theory ya huyu. Hili ni jambo la kawaida. Lakini pia miongoni mwa mazao ya elimu hii, ya elimu ya mazingira hii, ni experience, yani uzoefu. Na uzoefu unatofautiana kati ya mtu na mtu, wakati na wakati, na sehemu na sehemu. Kwa hiyo wale wanaosoma masomo labda ya uongozi watakutana na experience za watu katika kuyafanya mambo, watakutana nayo Mungu. Au watu wanaosoma kozi za psychology, au wanaosoma kozi za philosophy, au wanaosoma kozi za administration kwa ujumla wake, iwe ni educational management na administration au administration kwa ujumla wake, watakutana na mambo mengi ambayo yanaonesha uzoefu wa mtu na experience yake. Utakutana na McGregor, sijui nani tena, hebu tajeni wengine. Yule rais wa Marekani yule mwenye theory, nadharia na maneno, anaitwa nani yule maarufu yule? Abraham Lincoln. Utakutana na watu hao. Sasa jambo kama hili la uzoefu wa mtu na utafiti wake linatofautiana kati ya mtu na mtu. Huwezi kuhakikisha kwamba hili litakuwa ni 100% usahihi. Pia yatofautiana na sehemu aliyofanya utafiti huo na wakati uliofanyika. Sijui mmenielewa ndugu zangu Kadhalika kwa yale masomo ya science, kwa kawaida science inategemea vitu viwili vya msingi sana. Science inategemea experiment na science inategemea observation. Experiment maana yake ni nini? Majaribio. Na observation, uchunguzi. Hivi ni vitu viwili vya msingi sana ambavyo science inakaa juu yake. Observation na experiment, hizi ni nguzo muhimu katika science. Na hiyo experiment na observation inafanywa na mwanadamu, na hiyo experiment na observations zinafanywa kupitia 5 sense organs, ile milango ya fahamu mitano. Tajieni twende pamoja. Tajieni kwa lugha yenu. Kwa lugha yenu tajeni. Eyes, ears, nose, tongue, na nini?
Skin, macho, masikio, pua, ulimi na ngozi. Maana macho kuona, masikio kusikia, ulimi kuonja, ngozi kuhisi na nini, na pua kunusa. Experiment huwezi kuifanya ukatoka nje ya vitu vitano hivi. Na nyote mnafahamu kwa mwanadamu ni kiumbe dhaifu kiasili. Kwa hiyo hata hizo sense organs zake zina udhaifu. Kuna ukomo wa kutumia milango hii ya fahamu. Macho hayawezi kuona kila kitu. Wakati mwingine kwa kuwa kuna vitu havionekani kwa macho ya kawaida, naked eyes, inabidi utumie microscope au utumie telescope, kwa sababu macho yameshindwa kufanya nini? Kuona. Ndio utaona ndege inaondoka hapa. Hiyo nataka kuondoka ndege, unaiona ndege ni kubwa sana, halafu kadri inavyokwenda mbali ile umbile lake linapungua, hatimaye inapotea katika macho yako. Si kama ndege haipo, hapana, isipokuwa macho yako yamefikia mwisho wa uoni wake, hauioni ndege ilipo, kwa sababu macho yako yana udhaifu. Kadhalika masikio, sikio haliwezi kusikia kila kitu. Kwa hiyo kama science inatumia experiment na observation, na vitu viwili hivi vinamtegemea mwanadamu, na mwanadamu anategemea sense organs zake, na yeye mwenyewe ana udhaifu, na hizo sense organs zina udhaifu, bila shaka kuna uwezekano mkubwa kupata matokeo ya udhaifu katika majaribio hayo na uchunguzi huo. Ni kweli si kweli? Kweli. Mimi sisubiri munijibu, najibu mwenyewe. Na ndiyo maana utakuta kuna vitu vinaelezwa leo, halafu baada ya muda nadharia ile ile inabadilishwa na kuletwa nyingine. Pia unakuta kuna vitu vinaelezwa kimakosa vya kisayansi. Tuelewana, yatokea kabisa hii. Sasa utakuta mtu mwingine analazimisha kwamba lazima Qur'ani iende sawa na sayansi. Kwa hiyo anatafuta hiki na kile, anaeleza, unaona hapa Qur'ani inavyosema hapa, enda sawa na sayansi Qur'ani. Umeelewa eh? Alafu kuna vitu vingine anakwenda mtu huyu anakwama. Kwa sababu gani? Sayansi inasema tofauti na ule uhalisia uliopo kwenye Qur'ani, amekwama. Kilicho cha sawa sawa ni kwamba sayansi ndio inatakiwa kwenda sawa na Qur'ani. Sayansi ndio inatakiwa kwenda sawa na Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyeumba kila kitu, ambaye ni mjuzi wa kila kitu. Kwa hiyo hakuna makosa ndani yake, na ukweli wenyewe katika sayansi, ukiachilia mapungufu ya kibinadamu, ile asili, basi hauwezi kwenda tofauti na Qur'ani. Ama sayansi kwa maana ya majaribio au uchunguzi ambao anaofanya mwanadamu, huu unaweza kuwa na makosa sana. Sio, mnanielewa eh? Yaani ule ukweli wa uhalisia wenyewe wa ile nature na nini hauwezi kwenda tofauti na Qur'ani. Lakini ukweli wa sayansi kwa maana ya uchunguzi wa mwanadamu na majaribio yake unaweza kwenda tofauti, kwa sababu vitu hivyo vinamtegemea mwanadamu, na mwanadamu ni kiumbe dhaifu. Na ndiyo maana utakuta sisi tumesomeshwa shuleni kwamba jua halitembei, wanasema sun is wenyewe wazungu wanasema stationary. Tuwafundishwa hivyo sisi, sun is stationary, jua limetuama, haliendi huku wala huku. Sijui kama nadharia hii imebadilika au bado ndio hivi ndio hivi bado inaelezwa. Lakini sisi katika Qur'ani jambo hili haliko hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yasin anasema, washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim walqamara qaddarnahu manazila
حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Na jua linakwenda katika njia yake. Jua linafanya nini? Linakwenda. Washamsu tajri, aliyeliumba anasema linafanya nini? Linakwenda katika njia yake. Akasema hayo ni makadirio ya mwenye nguvu na mwenye kujua. Na mwezi tumeupimia vituo mpaka unakuwa kama karara, kama gome lile la mtende kongwe. Haliwi jua ni lenye kuufikia mwezi, wala usiku kuupita mchana. Haitatokea kwamba jamani kuna hitilafu bwana, leo bwana kutakuwa kuna hitilafu, mchana utachelewa kidogo leo. Wewe ushawahi kusikia hiyo habari? Kwa haiwezi kutokea hata siku moja wewe ukasikia kuna hitilafu imetokea, kwa hiyo usiku utachelewa au mchana bwana leo inabidi tukae usiku kama siku mbili hivi, kuna hitilafu kidogo imetokea bwana, mchana leo umeshindwa kuja. Hamna. Allah asema vyote hivyo vinaogelea katika wa kullum fi falakin yasbahun, na vyote vinaogelea viko katika anga vinaogelea. Kwa hiyo maelezo haya kwa Muislamu na mtu mwingine yoyote ndiyo maelezo ya hakika anayotakiwa kuyaamini na kuitakidi, na si vinginevyo. Kwa nini? Kwa sababu maelezo haya ndiyo yanatoka kwa aliyeviumba vitu hivi. Huu ni mfano mdogo tu nimetaka kutoa mimi, na mifano iko mingi sana. Wachilia mbali haya mambo ya kisayansi, hata mambo ya kinadharia tu iko mingi sana. Kwa maelezo haya marefu yote mimi nakusudia nini? Nakusudia ya kwamba katika masomo tunayofundishwa zipo kasoro nyingi sana zinazoweza kusababisha kijana kukengeuka au kwenda kombo. Bali kuna program nyingine, program ambazo mnasoma, nyingine ni mtihani kusema la ukweli. Na mimi binafsi mtu akiniomba nimshauri, simshauri asome program kama hizo. Kwa mfano program za philosophy au program ya fine and performing arts. Yuko mtu anasoma kozi hiyo huko? Yupo? Hamna. Mnaijua hii kozi fine and performing arts? Mnaijua? Mbona mmechoka hivyo bwana? Mchangamkeni bwana. Kozi kama hii, nani atakayetueleza kuhusu kozi hii kwa ufupi? Wafundishwa nini? Mambo ya kukuzwa vipaji, na mambo ya usanii, na mambo ya kuimba na nini. Sasa kozi kama hii ya kazi gani? Kuna mambo mangapi ya kusoma? Kwa kuna program kama hizo. Au wakati mwingine katika programu ambayo ni nzuri kuna kozi ndani yake ambazo zina changamoto. Kwa wale wanaosoma literature kuna kozi ziko ndani yake. Moja wapo ni ile African Women Writers. Wanaosoma literature wapo humo? Ni watu kozi zote hizo ampo hii. Kuna kozi inaitwa African Women Writers. Sijui kozi hii imewekwa vile makusudi au ni mfundishaji tu mwenyewe namna anavyoisuka kozi na kuifundisha. Na sijui pia mfundishaji naye anaruhusiwa kuchagua aina ya vitabu. Maana kwa kiasi kikubwa sana kozi hii inafundishwa kwa kuchaguliwa vitabu vyenye fikra za feminism, ule ufeministi ule. Vitabu vyote unaweza kuvisoma ni vitabu vyenye fikra za feministi. Si wanawake wamekandamizwa sana, ndoa hazifai, si kitu gani, mambo ya nini haya, wainuliwe, mambo kama hayo. Fikra za kwamba mwanamke anakandamizwa sana, mwanamke ainuliwe, mwanamke amekandamizwa na tamaduni za kidini. Dini ya Kiislamu haijamkandamiza mwanamke bwana. Mwanamke amekandamizwa na mila na desturi za kikafiri.
Na ndiyo maana wao wameanza harakati za kumuinua mwanamke miaka 1940 tu hapa 46. Ilikuwa mwanamke kwa wao hana thamani yoyote. Wao ndio walichelewa, sasa ikabidi watafute mbinu za kumuinua. Wakati huo miaka zaidi ya 1400 nyuma huko, mwanamke wa Kiislamu ana hadhi ambayo hana mwanamke kwenye tamaduni nyingine yoyote. Amepewa haki ambazo hana mwanamke kwenye tamaduni nyingine yoyote. Mwanamke wa jahilia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana haki ya elimu, hana haki ya kurithi, hana haki ya kumiliki mali, hana haki ya kutoa maoni. Mume wala hakufundishwa, kuelekezwa kuishi na mke vizuri. Kwa hiyo kuna mwanaume na wanawake 30 40. Mwanamke ilikuwa ni chombo tu. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini hii ya Uislamu kwa Qur'ani, mwanamke akapewa hadhi na haki za kimsingi kabisa za kusoma, kumiliki. Mwanamke alikuwa harithi kabisa, bali yeye anarithiwa, yeye na zile mali zilizoachwa nyingine za marehemu, kama ni kiwanja nini, ni sawa sawa tu, anarithiwa. Qur'ani ikayaondoa yote haya. Lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun mimma qalla minhu au kathur nasiban mafruḍa. Wanaume watapata fungu, wanastahiki fungu la zile mali zilizoachwa na wazazi wawili au ndugu wa karibu, na wanawake nao pia hivyo hivyo. Tena mimma qalla minhu, mali hiyo iwe chache au kathur, au iwe nyingi, kwa sababu kuna tamaduni zilikuwa mali ikiwa nyingi mwanamke naye atapewa kidogo. Mwanamke katika Uislamu ana hadhi, hana mwanamke mwingine, amestirika kweli kweli, ana heshima. Sasa wao wamemkandamiza mwanamke. Mwanamke kwao hasemi chochote bwana. Tena hata ukiangalia hayo mafundisho ya Biblia yenyewe, sikwambii mambo ya kitamaduni. Kwa hiyo ikabidi waanze harakati za kumuinua. Sasa kwenye harakati za kumuinua sasa, hazikokuwa hazina misingi, ikaonekana morfolojia ya mwanamke ni sawa sawa na mwanaume, kila kitu sawa, kila kitu, hali iko hivi mpaka sasa. Lakini watakwenda watagota, kwa sababu wengine wanazungumza. Na jana ilikuwa ni siku ya wanawake duniani wanatoa sera zao na vitu gani. Nikirudi katika maudhui, kuna kozi kama hizi nasema, mfano utakuta vinawekwa vitabu vya wale wanawake ambao fikra zao ni kuhusu feminism. Mpaka ukishatoka pale, basi wewe umeelewa feminism, au kama hujaelewa basi ushapata mtazamo wao. Kwa mfano katika vitabu hivyo, na watajia kwa sababu najua mnavijua, kuna kitabu kinaitwa Woman at Point Zero. Kinapendwa hiki kwa sababu kimeandikwa na mama wa Kiarabu wa Kimisri. Kinaelezea mazingira ya Kimisri ya Kiislamu. Wanakipenda kweli kweli watu wa feminism hawa. Woman at Point Zero. Huyu mwanamke anaandika jinsi mwanamke anavyokandamizwa katika. Sasa sisi hatukubali ukandamizaji, kwa sababu ukandamizaji wakati mwingine upo kweli, kwa sababu za nje ya kidini watu wanafanya ukandamizaji. Sisi huu hatuungi mkono. Sisi tunazungumza yale mafundisho ya dini. Mafundisho ya dini ya Kiislamu yana ukandamizaji? Hayana. Na wale waliotekeleza mafundisho yake sawa sawa kabisa, karne 3 bora zile zikianzwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walionyesha mfano mzuri wa nani mwanamke. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sulhu ya Hudaybiyah wameshafanya mkataba ambao kwa upande fulani unawakandamiza Waislamu, lakini mtume ana focus, ana vision, akakubali vipengele vile. Maswahaba wakasema, ya Rasulullah, kwa ile ghera yao ya dini, hawa watu kwani wana nini hawa?
Leo ni tuko mwaka wa 6 hawa watu tupigane nao tu hawa. Lakini bwana Mtume alikuwa anakwenda kwa mipango na mikakati. Mtume alikuwa akipenda zaidi amani, kwa sababu amani ndiyo inayomfikisha kwenye lengo lake vizuri. Na huwezi kupiga maendeleo kama hakuna amani. Wakakubali amani. Akawaambia maswahaba pale wanyoe wafanye. Maswahaba wakawa wamesita. Mtume akakasirika, anaingia kwenye hema lake, anatoka. Mkewe ndio akampa ushauri. Ya Rasulullah, mimi nakushauri ungetoka wewe ukaanza kunyoa. Na kweli Mtume wa sallam akausikiliza ushauri akautekeleza. Basi ikawa ni fathu. Leo viongozi wanaosikiliza rai za wake zao au hata hawajasikiza, lakini si ndio tuso linalotukanwa nalo hilo? Hiyo ndio tuso linalotukanwa nalo, kwamba huyu bwana huyu tumempa sisi nchi, lakini kazi yake kusikiliza rai za wanawake. Ana nchi inaongozwa na mwanamke na mkewe. Si alisema haya? Sasa kwani mwanamke hawezi kutoa rai bwana? Ikawa ni rai ya maana ambayo yaweza kutekelezeka. Sasa lile kundi la mwanzo liliyatekeleza mafundisho haya. Tuliangalie lile na hadhi ya mwanamke. Usiangalie watu ambao wameshapondoka kweli, wengine wakaingia katika ukandamizaji, au wakati mwingine hata ukandamizaji wenyewe pia haupo, ni ule umagharibi tu. Kwa hiyo kitabu hiki bwana wanakipenda sana, wanakipenda sana. Kitabu kingine kinaitwa Purple Hibiscus, wengine wanakijua. Kingine kinaitwa So Long a Letter, pia wanakipenda sana kwa sababu kimeandikwa na mwanamke wa Kiislamu katika mazingira ya Senegal, ambao ni nchi yenye Waislamu wengi kabisa. Yanazungumzwa mambo ya eda na changamoto zake na nini na nini. Vyote hivi lengo lake ni kusimika ule ufeminism, kuonesha shida za ndoa, mambo ya ukewenza, tabu za kuishi kwenye ndoa. Ndio watu sasa wataka kuwa single mother. Mimi napenda kuwa single mother. Wako mitandaoni huko. Mitandao imejaa tele huko sasa hivi. Tutafika huko. Single mother. Ati ni ufahari kuwa mamba yeye ni mzazi pekee, yani kama nikazalishwa. Tena wengine sasa hivi hataki kuzalishwa, wanataka kununua tu mbegu azae basi, asumbuliwe na mambo ya ndoa haya. Hapo akiwa bado mdogo, ule umri ukishasogea ile maisha yakiwa ni halisi sasa, ataka kuolewa mwenyewe ataka kuolewa, akimbia huku. Wewe usijifanye utaki mambo ya kuolewa wewe. Swala la kuolewa na kuishi katika ndoa ni swala la kimaumbile. Hadhi na heshima ya mwanaume ni kuwa na mke, na hadhi na heshima ya mwanamke ni kuwa na mume. Ndio hadhi na heshima. Hawa wanaopiga kelele hawa hawazungumzi uhalisia, nafsi zao zinawasuta tu. Akikaa pale nyumbani mwenyewe mpweke alia, akija huko anawaambia mimi naishi vizuri, niko peke yangu, napata mshahara, lakini analia huyo. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, wamezipinga hizo hoja, lakini nafsi zao zimeyakini kwamba huu ni ukweli. Katika nukta hii ya mfumo wa elimu niliwaambia kuwa nitataja mambo mangapi? Mawili. La kwanza ndio hili, kwamba mtaala wa elimu haukuzingatia kabisa mambo ya dini na misingi yake. Na tunapouzungumza Uislamu kipekee, basi mtaala haukuzingatia Uislamu na misingi yake. Tumeelewana